Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaangalia faida au masomo yanayopatikana kutoka katika surati Yusuf. Tutakamilisha baadhi ya nukta ambazo zimebakia katika aya 7 katika nukuu ya maneno ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu aliponakili maneno ya ndugu zake Yusuf, idh qalu la Yusuf, kumbuka aliposema hakika Yusuf wa akhuhu, na ndugu yake, habu ila abina, wanapendeza zaidi kwa baba yetu, minna, kuliko sisi, wa nahnu usbatun, na ilhali sisi ni kikundi cha watu wengi, watu 11 hivi na wao ni wawili tu. Ina abana, hakika baba yetu, la fi dhalali mubin, amekosea katika mwenendo na muamala. Tulisema katika darasa iliyopita ni makosa mini mzazi kuwafadhilisha baadhi ya watoto, yani kuwapendelea, na hiyo inaleta chuki bila ya shaka, kama ambavyo tumeona katika aya hii. Swali, je, hii inaashiria kwamba yani unatakikana uadilifu hata katika matumizi na katika mahitaji? Katika kuwamilikisha kitu ni lazima uadilifu. Mtu mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, ninakushuhudisha kwamba nimempa mwanangu kitu kadha, ambacho alikitaja. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, je, umewapa na watoto wengine kama ulivyompa ndugu yao? Akasema la. Akamwambia, idhan la tushhiduni ala aljawri, basi usinishuhudishe mimi kwenye dhulma, usinifanye mimi ni shahidi kwenye jambo la udhalim. Akasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, cheni Allah na fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Kwa hivyo kwenye kuwamilikisha ni lazima ufanye uadilifu, kwenye kuwasemesha ni lazima ufanye uadilifu, kwenye kuwasemesha yani maneno ya upendo ufanye uadilifu. Lakini isifahamike kwamba uadilifu hata kwenye mahitaji. Kwa mfano, huyu ameumwa, matibabu yake yanahitaji shilingi 20,000 na mwingine matibabu yake yanahitaji 1,000,000. Hapa hakuna cha uadilifu. Sio kwamba ukimtibia kwa 1,000,000 alafu utoe 1,000,000 umpe mwingine. Huyu anakula chakula, yani tujalie wanakula vitu vinavyohesabika. Huyu anakula vitumbua 3 katika kitafunio, katika vitafunio. Huyu hashibi isipokuwa vitumbua 5. Huyu atanunuliwa vitumbua 5, sababu hii si katika kuamilikisha, hii ni katika matumizi. Na kwenye swala la chakula kila mtu anakula kwa mujibu wa hali yake. Hata ulaji wa mtoto mkubwa na mdogo wanatofautiana. Hivyo hata katika masomo, huyu amechagua kozi ambayo ada yake ni ndogo na huyu amechagua kozi ambayo ada yake ni kubwa. Hiyo katika hili itakuwa hakuna uadilifu. Katika kutoa nauli, huyu anaenda shule ya mbali, huyu anaenda shule ya karibu. Tujalie huyu anaenda sehemu ambayo kuna jua kali, atakunywa maji sana. Huyu anaenda sehemu yenye baridi, atakunywa maji kidogo. Katika haya yani huwezi kufanya uadilifu, yani hakuna dharura ya kufanya uadilifu. Lakini mzazi ajitahidi kufanya uadilifu kwa kadiri awezavyo, na asipofanya hivyo ataleta chuki baina ya watoto, tena sio chuki ndogo, kwa sababu ilifikia chuki ya ndugu zake Yusuf katika aya katika aya ya 8 wakasema, idh qalu la Yusuf wa akhuhu habu ila abina minna, alafu baadaye wakasema uqtulu Yusufa, muweni Yusuf, au tarahuhu ardan, ama mtupeni katika ardhi ya mbali, yakhlu lakum wajhu abikum, utakuelekeni nyinyi peke yenu uso wa baba yenu. Hapa wametumia lugha ya kinaya, yani macho ya baba yenu na mapenzi yatakuwa kwenu peke yenu. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin, alafu baada ya hapo mtakuwa ni watu wema, yani mtatubia, yani watakunu min ba'dihi qauman salihin, mtakuwa ni wenye kutubia, yani
wakanuia kufanya makosa kisha tauba. Na hapa linakuja swali, je, ikiwa mtu anafanya makosa kwa makusudi alafu amenuia wakati huo huo kutubia baadaye, alafu kweli akatubia baadaye, je, toba yake inakubaliwa? Toba yake inakubaliwa, na huo mlango uko wazi. Ndio maana baba yao aliwaombea baadaye istighfari. Lakini licha ya hivyo, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Kwa hivyo kufanya makosa ni makosa, na kufanya makosa kwa sababu kuna mlango wa tauba pia ni kutumia mlango wa tauba vibaya. Yani kusema mtu afanye kosa kwa sababu kuna mlango wa tauba ni kutumia vibaya fursa ya tauba ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameitoa, na kufanya kwa makusudi kwa level hii. Lakini kwa hivyo yale makusudi ni kosa na lile kosa ni kosa, na hayo yote yanaingia katika kauli ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Hakika Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anasamehe makosa yote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.